Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tunataka tujifunze neno la Mungu ambalo litatupa maarifa na matokeo kwenye maisha yetu, na neno la Bwana linatoka kwenye kitabu cha Zaburi. Anasema kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Haleluya. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na zilipofanyika kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na kwa jeshi lake lote, kwa pumzi ya kinywa chake. Kwa hiyo kwa neno la Bwana, neno la Mungu lilifanya mbingu. Lilipofanya mbingu halikuchoka, likafanya jeshi. Lilipofanya jeshi halikuchoka. Anasema kwa pumzi ya kinywa chake. Kwa hiyo neno likishaingia ndani yako, linaleta uwezo wa kufanya mambo ambayo yanaanza kufanyika juu yako. Yohana anatuambia, nyinyi mkikaa ndani yangu na maneno yenu yakakaa ndani yangu na maneno yangu yakakaa ndani yenu, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakakaa ndani yenu, ombeni mnachotaka mtatendewa. Unachotaka. Sasa angalia wakati huu ni nini unachotaji, na una uhakika mbingu zinaweza kuja kukusaidia na zikaleta matokeo ya neno. Haleluya. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo bado havijafanyika kwenye maisha yako, vinategemea neno la Mungu likae ndani yako, ili vile ambavyo havijafanyika vianze kufanyika. Wakati mwingine unaweza ukaona ni kama vile ni kama mbingu haziwezi kuja kukusaidia. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa mbingu zinapokuja kukuletea matokeo, zinategemea kiwango cha neno ulicho nacho. Maana yake kama neno haliko ndani yako, hakuna kitu kinaweza kufanyika kwenye maisha yako. Maana yake ili vitu viweze kufanyika kwenye maisha yako, vinategemea kiwango cha neno ulicho nacho. Kwa nataka ninachotaka kukufundisha leo, hakikisha mbingu zinaleta kile unachohitaji na matokeo unayohitaji. Haleluya. Kwa mbingu zinakuja kwa ajili ya kuleta matokeo na kukupa ufahamu juu ya kile unachohitaji. Kwa hiyo pasipo neno hakuna kitu kinafanyika. Haleluya. Unajua kama umeisoma ile habari ya Elia, ambapo alisema haya yote sijafanya kwangu, nimefanya kwa neno la Bwana. Na ndio maana alisema na ijulikane kwenye ile Samueli, kama sio Samueli wa kwanza basi Samueli wa pili 18 mstari wa 21. Haleluya. Kwa hiyo mabadiliko yanaweza kutokea kwenye maisha yako
na vitu vikafanyika vikubwa. Si unajua kilichofanyika pale kwa Elia? Kilichofanyika kwa Elia kilikuwa kinategemea neno alilokuwa ananena, na ndiyo maana wakati anaomba alisema na ijulikane kwamba Mungu upo. Maana yake ni neno lilikaa ndani ya Elia, kwa Mungu akajulikana pale penye miungu ya bahari. Neno linapoingia, utajiri unaanza kufanyika, lakini kuna mambo ambayo yanatokea. Sasa kama kuna vitu vinatokea, maana yake inategemea ambayo uko nayo bado ni ndogo, bado ni ndogo, bado ni ndogo. Kwa tegemeza namna ambavyo Mungu anaweza akaleta matokeo juu ya maisha yako na kuleta kiwango kipya cha maisha yako. Kwa lazima anza kufanya bidii ya neno, sio kutafuta nani anakuombea kuleta kitu kifanyike. Sawa, kuna watu wamebeba neno na wanaweza kufanya vitu ambavyo wewe huwezi kuvifanya. Kwa nini wanavifanya? Kwa sababu mbingu anasema kwa neno, hajasema mbingu zilifanya neno. Kwa neno mbingu zilifanyika. Maana yake pasipo neno hakuna kilichofanyika. Kilichotafutishwa mahali hapo ni neno lililokuja juu ya mbingu, lililokuja juu ya mbingu, lililokuja juu ya mbingu, lililokuja juu ya mbingu, lililokuja juu ya mbingu. Nataka neno liliingia jioni ya leo. Nataka neno liingia mchana wa leo. Chochote ambacho ulikuwa huwezi kufanya, chochote ambacho ulikuwa huwezi kufanya, chochote ambacho ulikuwa huwezi kufanya, ukaanze kufanya katika damu ya Yesu. Rasha mandora basiki. Chochote ambacho ulikuwa unashindwa kufanya, ukaanze kufanya. Yale yaliyozuiliwa, yale yaliyokamatwa, yale ambayo hakuna. Neno akasema na ijulikane kwamba Mungu upo. Na ijulikane kwamba Mungu upo. Na Mungu alijulikana. Yezebeli pamoja na zile madhabahu alitegemea kwamba anaweza mshinda mtumishi wa Mungu. Mungu akapiga manabii 400 na bahari, akasema mpeni habari Elia. Unaona, anaanza kutoa lile neno. Neno linapokuja linakuja kufanya vitu vya mabadiliko. Na mimi ninakuombea tu kwamba Mungu, kama kwa neno la Bwana kila kitu kilifanyika, maanake kinachoweza kufanyika kwenye maisha yako kinategemea neno ulilonalo. Haleluya! Maanake wafu hawezi kufufuka kama hakuna neno. Maanake mbingu zilifanyika. Kama mimi nimeokoka na mbingu hazifanyiki, kuna changamoto gani? Kama mimi nimeokoka na alafu mambo mazuri hayafanyiki kwenye maisha yangu, kuna changamoto gani? So lazima niwe na changamoto. Kwa nini? Mimi mbingu, kama mbingu kwa neno zikafanya, uhitaji wa Mungu ulikuwa ni mbingu zifanyike, kwa zikafanyika kwa neno. Maana yake bila neno mbingu zisizotokea, na uhitaji wa Mungu kwa pumzi yake. Haleluya! Pumzi yako lazima inabadilika. Nini kinabadilisha? Ni lile neno lilonalo. Bwana asifiwe. Unajua vita ya neno ambayo watumishi wa Mungu walilikalia na wakalisimamia hilo neno na matokeo yakatokea. Mimi nataka Mungu akuletee matokeo. Mwaka uwe ni mwaka wa muujiza kwako. Mwaka uwe ni mwaka wa mabadiliko kwako. Mwaka uwe ni mwaka wa kuinuliwa kwako. Mwaka uwe ni mwaka wa kukamata madhabahu za miungu na kutawala juu yake, kwa sababu na neno. Haleluya! Kuna vitu, maarifa ya neno linayokuwa nayo yanashughulika na miungu inayoshughulika na wewe. Bwana asifiwe. Maana yake kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Maana yake pasipo neno hakuna kilichofanyika. Neno lilipoingia mabadiliko yakaja. Kwa nimeona matokeo na shuhuda juu ya kile ambacho mimi nimepata nikiwa madhabahuni. Nimekiona kile ambacho nimepata nikiwa madhabahuni. Haleluya. Nimekiona kile ambacho nimepata nikiwa madhabahuni. Bwana asifiwe. So tuendelee kuomba na kutafuta uwepo wa Mungu ambao
Utakapokuja tu tutaona mabadiliko, utakapokuja tu tutaona matokeo, utakapokuja tu tutaona mambo ya kufanikiwa. Haleluya, Bwana asifiwe. So Gideon hakwenda tu kuzivunja zile madhabahu, ndani yake kulikuwa na neno. Maanake kile kilichofanyika kuiangusha ile madhabahu ya baba yake ilitegemea neno alilotoka kwa Mungu. Maanake Mungu alimpa neno la namna ya kuivunja ile madhabahu. Pasipo lile neno asingeweza. Mungu akamwambia toa sadaka, akatoa sadaka. Kwenye ile Waamuzi 6 sura 23 na kuendelea, alipotoa sadaka ya mwana mbuzi, Mungu akamtokea akamwambia, chukua ng'ombe wa pili wa baba yako na ukaiangusha madhabahu ya bahari alionayo baba yako. Unaelewa? Manake kwa neno la Bwana kuna watu wana madhabahu walizonazo kwenye huo mji ulionao. Sasa muombe Bwana kwa neno lake akupe maelekezo namna ya kushughulikia. Haleluya. Manake kwa lile neno unaweza kupiga. Biblia inasema, Elia akasema, na ijulikane kwamba wewe ni Mungu na kwa neno lako na yafanya haya. Haleluya. Kuna vitu vinavyofanyika havifanyiki tu kwa sababu vinafanyika, au kwa sababu wewe ni mwombaji wa muda mrefu, au kwa sababu wewe unakaa sana kwenye namna. Ni neno linalotekeleza na kuharibu kile. Kwa hiyo kwa neno Mungu akasema, akatangaza lile neno, akamwambia yule, akasema yule, akamsemesha yule mtu, akamwambia kuanzia leo mtoke mtu huyu, na pepo likamtoka saa ile. Kwa nini lilimtoka? Ndani kuna neno. Chochote anachosema kinatokea. Bwana asifiwe. Ninategemea mabadiliko kwenye hiyo biashara unayofanya. Ninategemea mabadiliko kwenye kazi unayofanya. Ninategemea mabadiliko kwenye nyumba unayokaa. Ninategemea mabadiliko mahali popote unapolala na unapotembea. Ninategemea mabadiliko nyumbani kwako. Ninategemea asili ya hili neno. Kama mimi mwenyewe hapa najifunza na wewe, lakini ninategemea na mimi mabadiliko makubwa sana. Haleluya. Juni hii, mwaka huu, lazima watu wajue ulichokibeba. Lazima watu wajue Mungu aliyembeba sio wa kawaida. Vitu vianze kufanyika vile ambavyo ulikuwa uwezi. Maana neno likija, vile ambavyo ulikuwa uwezi vinaanza kutokea. Haleluya. Kuna mambo ulikuwa uwezi. Biblia inasema kwenye ile Yoshua sura ya 10, neno la Mungu linasema, Yoshua akasema, wewe jua simama na wewe mwezi simama mpaka vita itakapoisha. Unaelewa? Siku ikasimama nzima. Ikawa napata utumishi mmoja kawa anasema siku ya mwezi wa pili ulitokana na kwa sababu Yoshua alisimamisha jua. Haleluya. Badiliko la Mungu kwako ni kubwa sana, na ninategemea Mungu alete matokeo ambayo yatakupa kuongezeka imani yako. Unajua kile unachosema kikawa kinatokea. Imani yako haiwezi kubaki pale ulipo. Bwana asifiwe sana. Ninategemea kuinuliwa kwako katika Kristo Yesu. Roho Mtakatifu, ninaruhusu uwepo juu ya mtu huyu ambaye ameweza kuangalia hii klipu na amejifunza neno hili. Kwa neno lako ninatuma uponyaji katika miguu yake na mikono yake. Chochote anachopitia na kilichosimama juu yake, tangu sasa ninaking'oa. Unasema pando lisilopandwa na baba yangu litang'olewa. Kwa neno hilo, kila ugonjwa uliopandikizwa na mapepo na majini na asili ya familia yake ninaling'oa. Tangu sasa umesema, tazama katika kitabu kile cha 8 unasema, mimi ni Mungu niliyekuumba, mimi ni Mungu niliyekufanya. Ninatangaza neema ya Bwana kwa damu ya Yesu. Ninatangaza mabadiliko, ninatangaza kuinuliwa, ninatangaza uchumi mpya, ninatangaza familia mpya, mafanikio yasiyo ya kawaida. Watoto wako wakafanyike kama mawazo yako yalivyokuwa. Una watoto lakini hawajawa kama ulivyokuwa unataka. Ramashanda rabusa. Una familia haijawa ulivyokuwa unataka. Maisha yako naona kabisa huko mwishoni, na maisha yako bado hayajawa kama ndoto zako zinavyotaka. Nataka nikwambie kwa neno vitafanyika vitu vikubwa. Amen. Tutaendelea kesho na Mungu akubariki sana. Nikubariki. Shalom, shalom. Amen.